Wakenya wenzangu, sijui mahala ambapo rais atatoa kura mwaka ujao 2027 ili kushinda awamu ya pili au kipenda second term, jinsi ambavyo amekuwa akisema kwamba atashinda upinzani kwa zaidi ya kura milioni 3. Au alikuwa anasema tu, kwa sababu kila mahala ambapo anaenda, licha ya kuwalipa wananchi kumshangilia, wananchi wanamalizia kumuimbia one term na hata kukataa serikali yake. Rais anapaswa kuketi kwenye afisi ajiulize alikosea wapi, kwa sababu kusema ukweli 2022 kipindi cha kampeni alikuwa nashangiliwa sana, alikuwa napendwa sana, lakini ule upendo ambao wananchi walikuwa nao kuelekea kwake umeweza kuyeyuka chini ya miaka 4 ambayo amekuwa madarakani kama rais. Leo siku ya Jumatano tarehe 18 mwezi ni wa pili mwaka 2026, rais alikuwa katika kaunti ya Nairobi kwenye mizunguko yake Embakasi, Ruaraka na sehemu zote za Nairobi. Alipofika upande wa Lakisama, kuna sehemu ambayo ilikuwa inaitwa Lakisama, alienda kuangalia sijui ni Nairobi River. Alipokuwa anazungumza na wananchi, licha ya kuwalipa wananchi wanamwimbia one term, wengine unasikia wanaimba yote yawezekana bila Ruto. Nakumbuka kwamba siku hizi hakuna mahala ambapo rais anaweza kaenda kuhutubia wananchi bila ya kuwalipa. Yaani imekuwa lazima uweze kuwapea Wakenya token alafu waweze kukusikiliza. Licha ya kupewa wanamuimbia one term, yote yawezekana bila rais. Niliwaambia hii Nairobi River ambayo inasumbua serikali zote. Mheshimiwa Michuki alijaribu akafanya sehemu kidogo. Mimi niliwaambia tutatengeneza Nairobi River iwe ni mahali ya makazi na biashara, itoke kuwa mahali ya chafu na majitaka, iwe ni mahali pa kuishi na mahali pa kufanya biashara. Ninyi mnanielewa? Na ndio sababu leo mimi nimefika hapa kuangalia hii kazi inaendelea. Na tuko na date ya tarehe 15 Januari mwaka ujao ambayo tunataka hii kazi iwe imemalizika. Mimi nauliza wananchi wote ambao watu wa provincial administration na commission yetu ya Nairobi River wazungumze na nyinyi, mkubali jameni, tutengeneze hii Nairobi River iwe ni mahali ambayo itafaidi wananchi wa Nairobi na vilevile taifa letu la Kenya. Rais alikuwa ameandamana na Sakaja ambaye jana aliweza kutia sahihi kwamba serikali iweze kumsaidia kufanya kazi. By the way, kwa magavana ambao wameshindwa kazi, ndio tunajua akina Mike Sonko yaweze ikawa kwamba waliondolewa madarakani ya kazi kufanyika. Afadhali Kidero alijaribu, nasema ukweli. Lakini Sakaja Kuanzia siku ya Jumamosi nilikuwa katika kaunti ya Nairobi. Wacha nikueleze, pale ni pachafu. Mitaani, yani barabara ni kuchafu. Yani sijui mbona serikali ya Sakaja hawataki kuzoa taka. Nairobi ni chafu mpaka ninashangaa. Kila siku ninaona picha zikisambazwa kwamba Sakaja ameamka ameenda kazini. Wanasema kwamba lazima Nairobi iweze kuwaka. Sasa nashangaa Nairobi itawaki ije kipindi ambapo sewage zinanuka Nairobi, kipindi ambapo taka zimeweza kujaa Nairobi CBD, taka zimejaa. Hata archives inanuka.
Sasa acha nikuulize mpenzi mtazamaji, na Nairobi ni capital city. Sakaja ameshindwa na kazi. Sasa ninashangaa wanasema kwamba Sakaja 2 term, William Ruto 2 term. Watatoa wapi hizo kura? Wakenya wanahitaji watu ambao wanafanya kazi. Rais alikuwa ameenda kuangalia kitu ambacho alisema kwamba kinaitwa Nairobi River, mradi ambao alisema kwamba utamalizika mwaka uliopita. Alikuwa ametembea pale mwaka uliopita, akasema kwamba serikali zingine zilikuwa zimeshindwa, sasa nataka kuunda Nairobi River iweze kukaa poa. Hata sasa hivi nimemsikia akisema kwamba serikali zingine zilikuwa zimeshindwa. Baada narudia ile kauli ya mwaka uliopita kwamba serikali zingine zilikuwa zimeshindwa kuunda Nairobi River, eti kwamba yeye atajaribu aweze kuunda ikuwe sawa. Lakini umewahi jiuliza ni kwa nini wananchi wanamuimbia Rais William Ruto 1 term? Umewahi jiuliza ni kwa nini? Katika kanda hii nataka niweze kukuchanganulia ni kwa nini baadhi ya Wakenya wanamzomea Rais William Ruto na kumkosoa hadharani katika mikutano yake licha ya kuwalipa. Watu kama hawa kwenye hii kanda nimekuwekea wamelipwa. Ukiona watu ambao wamevaa makofia ya yellow, hao wamelipwa. Ruto aweza kazungumza na umati bila ya kuwalipa. Tafadhali, kama unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 ukapiga subscription, bonyeza kengele ili niweze kukuchanganulia taarifa hizi kwa undani. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tafadhali nikope lako sikio ili niendelee kukuelezea taarifa hizi. Ninakuomba uweze kulike video. Ukifanya hivyo, hii video inafikia watu wengi. Sasa unapaswa kuelewa jambo la kwanza ambalo linawafanya wananchi mpaka kuweza kumwimbia Rais William Ruto 1 term au Ruto yawezekana ama yote yawezekana bila Rais Ruto, ni kwa sababu ya gharama ya maisha inayopanda. Unajua watu wengi including me tunalalamika kuhusu kupanda kwa bei ya vyakula. Hata mimi ninalalamika. Tunalalamika kuhusu kupanda kwa vyakula, kupanda kwa mafuta, kupanda kwa kodi, kupanda kwa bidhaa muhimu. Na wananchi wanahisi kwamba maisha yamekuwa magumu. Na kipindi ambapo maisha yamekaa magumu, mpenzi mtazamaji, hasira za wananchi hujitokeza wazi kwenye mikutano ya kisiasa, mahala ambapo wanaonyesha kutoridhika kwao. Jinsi ambavyo wananchi wameweza kuonyesha kutoridhika kwao kwenye huu mkutano, mahala ambapo umemwambia Rais William Ruto yote yawezekana bila yeye, na kwamba yeye ni rais wa 1 term, ataongoza tu kwa miaka 5 aende nyumbani. Namba 2, ni ahadi za kampeni ambazo rais hajaweza kuzitimiza zote, unfulfilled campaign promises. Na nielewa, kuna ahadi nyingi ambazo rais aliweza kuwapa kipindi cha kampeni, na bado wananchi wanaamini kwamba kuna baadhi ambazo hajaweza kuzitimiza. Kuna zile ambazo aliweza kuwapea wananchi kipindi cha kampeni za mwaka 2022 bado hajaweza kuzitimiza, kama vile kupunguza gharama ya maisha, kama vile kuongeza ajira kwa vijana, bado hazijaweza kutimizwa kama jinsi ambavyo Kenya walikuwa wametarajia kwamba kazi zitaletwa, mambo yote yatatimizwa yale ambayo rais alikuwa ameahidi. Sasa hebu niambie, sijui hii serikali inaona ikiwaundia vijana kazi hawatapata vijana wa kuwalipa 1,000, 2,000 ili waweze kuwapigia makofi au nini? Wanaona hivyo au nini? Ni jambo la kusikitisha mno. Jambo la kusikitisha. Namba 3, unajua kuna kodi pamoja na sera za serikali ambazo wananchi hawataki. Kuna ushuru ambao unaongezwa, taxes ambazo wananchi hawataki, na wananchi wanaona kwamba wanalemewa na maisha. Mfano, kuongezwa kwa kodi na michango mipya kama vile ile ya nyumba, ama ukipenda pesa za kujenga nyumba za bei nafuu, au ukipenda hizi affordable houses,
kama na bima ya afya kumezua mjadala mkali miongoni mwa wananchi, huko baadhi ya wananchi wanaona sera hizo zinaongeza mzigo wa kifedha. Unapata kwamba wananchi wanatozwa ushuru mwingi mpaka unapata wakati mwingine wananchi wanasema kwamba ni kana kwamba wanaenda kwenye kazi kwenda kufanyia tu ushuru peke yake. Cha mwisho unapaswa kuelewa ni kampeni za mapema hazijaweza kuwafurahisha wananchi. Rais anaenda kwenye mikutano, badala ya kueleza wananchi kila ambacho amefanya, anaanza kuwalaumu viongozi wa upinzani akisema sijui wale wa upinzani wao hawajaweza kuwafanyia wananchi kazi. Sasa ninashangaa, anasema kwamba upinzani hujaweza kuwafanyia wananchi kazi. Between opposition and the government, ni gani ambayo inafaa kuwafanyia wananchi kazi? Opposition hawana pesa. Opposition haina pesa ya serikali, lakini serikali iko na kazi, yani iko na pesa. Badala ya kuwafanyia wananchi kazi, wanaanza kulaumu upinzani. Sijui waambie wananchi wameweza kuwafanyia nini. Sasa wacha nikuulize, upinzani wanatoa wapi pesa za kuwafanyia wananchi kazi? Serikali ambayo iko na pesa wameweza kuwafanyia wananchi nini? Kizeni bwana, hapa mbele kutakuwa na mashindano. Saa hizi ni wakati wa kazi, si ni kweli? Hapa mbele si tutakuwa na mashindano. Vikundi ni 2. Vikundi ni ngapi? Vikundi ni ngapi? Sisi ambao tumekubaliana kazi bila kelele, kazi bila ubaguzi, kazi bila ukabila. Ni kweli ama si kweli? Tuko na wale majamaa wengine yao ni kelele bila kazi, matusi bila kazi, ukabila bila kazi. Tunaelewana? Nyinyi watu wa hapa Nairobi muko upande gani? Nyinyi muko upande gani? Mambo kama hayo, mpenzi mtazamaji, ndiyo yanachangia mpaka wananchi kuona kwamba hii serikali ya Bwana Ruto imeweza kuwachosha. Unaona, kipindi cha kampeni tuliweza kuambiwa hustlers sijui na dynasty. Sasa Ruto akaweza kutuambia yeye ni hustler, akatuambia wale wengine kama akina Uhuru, kina Raila, hayati kwamba wale ni dynasty, kwamba hii serikali itakuwa ya hustler. Hii serikali ya hustler ndio wananchi wameweza kulemewa na maisha. Wale watu ambao tuliweza kuambiwa ni dynasty sasa hivi wameweza kuletwa ndani ya serikali. Sasa mpaka unashangaa, hii ni ile serikali ambayo iliweza kutuambia kwamba ni hustler? As long as hii serikali hawataki kufanya kazi, as long as wameanza kampeni za mapema, as long as wanazidi kuongeza gharama ya maisha, hawatapata amani kutoka kwa wananchi. Wazo lako ni lipi?